Wapenzi wasikilizaji na watazamaji, karibu katika taarifa hii maalum ya habari inayokuletea uchambuzi wa kina kuhusu matukio ya kisiasa yaliyoikumba Tanzania kuanzia tarehe 29 Oktoba, hali ya kisiasa ilivyo kwa sasa, kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, pamoja na mwelekeo wa taifa katika kipindi kijacho. Tarehe 29 Oktoba imeendelea kuwa tarehe yenye uzito mkubwa katika historia ya hivi karibuni ya siasa za Tanzania. Ni siku iliyohusishwa na mchakato wa uchaguzi mkuu, ambao ulilenga kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge, pamoja na madiwani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi za mamlaka za uchaguzi, zoezi la kupiga kura lilifanyika nchi nzima. Serikali ilisisitiza kuwa uchaguzi huo uliendeshwa kwa amani na kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizopo. Hata hivyo, siku hiyo na siku zilizofuata, hali ya kisiasa ilibadilika kwa kasi. Vyama vya upinzani, mashirika ya kiraia, pamoja na baadhi ya viongozi wa dini, walitoa kauli zenye kuhoji uwazi, haki na usawa wa mchakato wa uchaguzi. Malalamiko makuu yalihusu kuzuia au kubanwa kwa mikutano ya kampeni, kukamatwa kwa wanachama na viongozi wa upinzani, changamoto katika upatikanaji wa mawakala na waangalizi, na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi katika kudhibiti maandamano. Katika baadhi ya maeneo ya mijini, kulishuhudiwa maandamano ya wananchi, hasa vijana, waliotaka matokeo ya uchaguzi yaakisi matakwa ya wananchi. Serikali ilijibu kwa kuimarisha ulinzi, ikisema inalinda amani na usalama wa taifa. Baada ya Oktoba 29, Tanzania iliingia katika kipindi cha mvutano wa kisiasa. Upande mmoja, serikali na chama tawala waliendelea kusisitiza umuhimu wa utulivu, umoja wa kitaifa na kuheshimu taasisi za nchi. Upande mwingine, upinzani uliendelea kudai mageuzi ya mfumo wa uchaguzi na uwajibikaji wa vyombo vya dola. Hali hii ilisababisha kuongezeka kwa mjadala mkali kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, wasiwasi miongoni mwa wawekezaji na wadau wa maendeleo, macho ya jumuiya ya kimataifa kuelekezwa Tanzania. Mashirika ya haki za binadamu yalitoa taarifa zikieleza hofu ya kupungua kwa nafasi ya uhuru wa kisiasa, huku yakitoa wito wa mazungumzo ya kitaifa kama njia ya kutatua tofauti. Katikati ya hali hii ya sintofahamu ya kisiasa, ipo kesi ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini. Tundu Lissu anakabiliwa na kesi nzito ya uhaini, kesi ambayo kwa mujibu wa sheria za Tanzania, hubeba adhabu kali endapo mshtakiwa atapatikana na hatia. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, madai dhidi yake yanahusishwa na kauli na hotuba alizotoa hadharani, msimamo wake mkali kuhusu mchakato wa uchaguzi, na madai ya kuchochea wananchi dhidi ya dola. Upande wa utetezi, pamoja na chama chake, wamekuwa wakisisitiza kuwa kesi hiyo ina mlengo wa kisiasa. Inalenga kumzuia Lissu na Chadema kushiriki kikamilifu katika siasa, na ni sehemu ya mkakati mpana wa kudhoofisha upinzani. Kesi hiyo imekuwa ikiahirishwa mara kadhaa, ikitajwa sababu za kiusalama na taratibu za kisheria. Hali hii imezidisha mjadala mkubwa kuhusu uhuru wa mahakama na mgawanyo wa madaraka kati ya mihimili ya dola. Wananchi wa Tanzania wamegawanyika katika mitazamo tofauti. Wapo wanaoamini kuwa serikali inalinda amani na heshima ya taifa. Upinzani unachochea vurugu zisizo za lazima. Utulivu ni muhimu zaidi kuliko mivutano ya kisiasa. Lakini wapo pia wanaosema demokrasia haiwezi kukua bila uhuru wa kisiasa. Kesi za wanasiasa wa upinzani zina athari kwa mustakabali wa taifa. Vijana wanahitaji sauti na nafasi ya kushiriki maamuzi. Viongozi wa dini, wasomi, na wanaharakati wa kiraia wamekuwa wakitoa wito wa mazungumzo ya kitaifa jumuishi, heshima ya haki za binadamu, na kujenga upya imani kati ya serikali na wananchi. Swali kubwa linalobaki ni, Tanzania inaelekea wapi?
Wachambuzi wa siasa wanasema kuna njia kuu mbili zilizo mbele ya taifa. Njia ya kwanza ni hii: kuendelea na mfumo wa sasa, kudhibiti upinzani kwa sheria na nguvu za dola, kuweka kipaumbele kwa utulivu wa haraka hata kama kuna malalamiko ya muda mrefu. Njia ya pili ni hii: kufungua nafasi ya mazungumzo ya kisiasa, kufanya mageuzi ya kikatiba na ya uchaguzi, kujenga maridhiano ya kitaifa na demokrasia jumuishi. Mwelekeo utakaofuatwa utaathiri umoja wa kitaifa, uchumi na uwekezaji, nafasi ya Tanzania katika jumuiya ya kimataifa, na imani ya wananchi kwa serikali yao. Wasikilizaji na watazamaji, matukio ya tarehe 29 Oktoba, kesi ya Tundu Lissu na hali ya kisiasa kwa ujumla ni kioo cha changamoto na fursa zilizopo katika safari ya demokrasia ya Tanzania. Historia itaandika ukurasa wake kulingana na maamuzi yatakayofanywa leo, maamuzi ya hekima, haki na uzalendo, au maamuzi yatakayoongeza mgawanyiko. Kwa sasa, macho ya Watanzania wengi bado yanatazama kwa matumaini, wakitamani kuona taifa likisonga mbele kwa amani, haki na umoja wa kweli.